Jamani, nimeipata shimo lenyewe hili hapa. Kambona baada ya kuona shimo lile alipayuka kwa sauti kubwa. Basi Ken na Mudi, moyo yao ikiwa inadunda huku wanaona utajiri upo nje nje, walisogea haraka eneo la tukio. Dogo, una uhakika shimo ndo hili? Ken akiwa na mizuka aliuliza. Nina uhakika kabisa ndo hili, maana nimekumbuka huo mti hapo, Kambona akiwa na uhakika alijibu. Basi kwanza Ken alichungulia ndani ya shimo lile kuna kitu gani, ila bahati mbaya lile shimo ulikuwa ukiwa juu, kule chini hakuonekani. Oya Mudi, mimi nazama, we na Dogo subirini hapa juu, Ken akiwa anajiandaa aliongea. Ken, acha uhuni, huko ndani tunazama wote, hapa juu atabaki Dogo tu. Mudi naye hakutaka kubaki juu, maana aliamini huenda Ken akipata basi anaweza mbania yeye, na muda wote huo kijana Kambona alikuwa hajui kama zile alizoziona ni dhahabu. Basi Ken na Mudi bila hofu walidumbukia kwenye lile shimo, huku akiwa wanaona utajiri upo karibu. Hazikupita hata dakika 3, kijana Kambona akiwa kwa juu alianza kusikia makelele ndani ya shimo, watu akiwa wanalia kuomba msaada. Kambona alijaribu kuinamisha kichwa kabisa kwenye mlango wa shimo ili ajionee ndani ya shimo kuna nini kinaendelea, mpaka anasikia makelele hivyo. Tunateketea, msaada, msaada, tunateketea jamani, msaada. Badala ya Kambona kuona kinachoendelea kule chini, yeye alisikia sauti tu vya vilio vya watu. Akiwa kainamisha kichwa, damu kutoka chini ya shimo zilimrukia kijana Kambona kwenye paji la uso. Kambona alijikuta mwili mzima umeanza kutetemeka, na kwa ishara zote zilizotokea, aligundua tayari Ken na Mudi kule chini habari yao kwisha, maana hakusikia makelele tena. Kambona alitamani aingie kule chini ili ajionee nini kinaendelea, ila uoga ulimwingia na alikumbuka jinsi ndani ya shimo hilo kunavyotisha kutokana na yale mafuvu ya watu aliyoyaona. Akiingia basi itakuwa mwisho wake. Kambona alijiuliza maswali mengi mno, kwamba kwa nini yeye alizama kule ndani hakudhurika na alitoka akiwa hai, ila wawili wale wamezama kule wamepoteza maisha. Maswali yote aliyojiuliza hakupata jibu hata moja. Hapo ilibidi Kambona ageuze na kuanza kupandisha juu ili afike barabarani. Kambona akiwa anaelekea barabarani alijiuliza mno. Aliona roho yake na msuta kuacha wale jamaa kule ndani, maana aliamini huenda hawajafa. Basi kijana aliamua kurudi tena pale kwenye shimo. Basi Kambona alichokifanya, alitengeneza kamba kwa kutumia kamba zinazotokana na miti. Baada ya hapo alifunga kwenye mti mkubwa ambao alikuwa karibu na lile shimo. Kambona alifanya hivyo kwa sababu alikuwa analijua lile shimo upande wa chini lilivyokaa. Yaani ulikuwa ukiingia basi mpaka ufutwe toka juu ndo unatoka, la sivyo unakwama kule kule ndani. Kwa kutumia ile kamba, Kambona alining'inia na kushuka nayo ndani ya shimo lile, huku akiwa na hofu kubwa mno. Kijana Kambona alibaki anatetemeka na haja zote kumtoka kwa mpigo kwa kile ambacho alikuwa kakiona. Yaani Ken na Mudi walikuwa wamepoteza maisha vibaya mno. Miili yao ilikuwa imetobolewa kila sehemu, bila kuelewa ni vitu gani vilikuwa vinawatoboa. Kambona akiwa anaogopa, haraka haraka alipanda juu kwa kutumia ile kamba. Baada ya hapo zilikuwa ni mbio za kutosha kuelekea barabarani. Kambona alifika barabarani akiwa anahema mno, ila alipofika pale lilipo gari alikuta tayari kuna fundi kafika pale, yupo pamoja na mzee mmoja ambaye alionekana ndo boss na mmiliki wa lile gari, na hilo Kambona aligundua kutokana na yule mzee alivyokuwa analalamika. Hawa wapuuzi kweli, yaani wanaacha gari peke yake, wanaacha na mzigo huku wakiwa wanajua ni katikati ya pori, vikiibiwa sijui atadaiwa nani. Ndo maana nasemaga hawa vijana wamechoka kazi. Hayo ni malalamiko ambayo yule mzee alikuwa anayatoa huku akiwa anamwangalia fundi anavyoparanga na kutengeneza lile gari. Kambona alitamani awasogelee na kuwapatia taarifa kuhusu Ken na Mudi, ila aliona anaweza kujibebesha kesi bure. Ukichukulia na bahati mbaya ya kuchukiwa ambayo alikuwa nayo, aliona ni bora avunge tu. Basi Kambona aliwapita na kusalimia huku mwili mzima ukiwa unatetemeka. Dogo, vipi hujaona wapuuzi wawili maeneo haya hapa? Mmoja mfupi hivi kavaa kapero, alafu mwingine bonge mrefu kavaa kaushunyape. Yule mzee baada ya kumuona Kambona alimuita na kumuuliza, hata sijaona, maana mimi ndo napita. Kambona aliukwepa ushahidi. Aliona kabisa hilo halimuhusu, maana aliona akiongea ukweli basi yeye atakuwa shahidi, huenda hata kesi kumdondokea kabisa. Kambona baada ya kujibu hivyo hakutaka kukaa pale tena. Aliendelea na safari yake ya kwenda mjini, huku akiwa anatembea mwendo wa mbwa, maana alihisi anaweza fuatwa na kuja kukamatwa. Kilichokuwa kinamwogopesha Kambona, yeye ndo alikuwa kawaonesha shimo lile Ken na Mudi, kwa hiyo alikuwa anahofia ataingizwa kwenye kesi. Basi Kambona akiwa anakimbia mchaka, bahati nzuri alipata rifti kwenye gari la soda. Hapo walau kidogo Kambona alipumua, japokuwa bado alikuwa na wasiwasi.
Kambona alitamani awaelezee ile siri wale majao waliompatia rifti, ila aliona kitaumana, ilibidi achague kuvunga, na lile jiwe la dhahabu ambalo Ken na Moody walikuwa wamelichukua kutoka kwa Kambona lilikuwa limebaki kule kule, maana Moody alikuwa akalitia mfukoni na alipoteza maisha nalo likiwa mfukoni. Kambona hatimaye mida ya saa 2 za usiku kwa mara ya kwanza alifika mjini, huku akiwa anashangaa tu mataa yanavyowaka kila sehemu. Yaani Kambona alikuwa anaona maajabu ya dunia kuona sehemu nzuri kama ile. Pamoja na kupendeza kwa mji uliopambwa na magorofa mazuri, lakini katika pitapita zake, Kambona alishuhudia baadhi ya watu wakiwa wamelala kwenye makorido ya watu wengine, kwenye makaravati na sehemu zinginezo. Kambona alijiuliza, kwa nini majumba ni mengi lakini watu wanalala nje? Lakini alikuja kulipata jibu baada ya kupita wiki moja. Maana pamoja na mji kuwa na majumba mengi, alijikuta kila siku anaishia kulala kwenye majumba bovu na makorido ya watu, huku kula kwake kukiwa kwa taabu. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, huku mvua kubwa ikiwa imenyesha tokea asubuhi mpaka jioni. Kambona, hiyo siku iligeuka siku ya historia kwa upande wake. Ukiwa ni usiku, mida ya saa 6 za usiku, Kambona alikuwa kalala ndani ya pagala moja bovu ambalo lilikuwa katikati ya mji, huku kijana huyo akiwa na njaa kali mno, changanya baridi kali ambayo ilisababishwa na mvua iliyonyesha tokea asubuhi mpaka jioni. Kambona akiwa kalala ndani ya pagala hilo, kwa mbali alianza kusikia sauti za mwizi zikiwa zinapigwa. Basi kijana Kambona alitulia mule kusikiliza zile kelele, ila kadri sekunde ilivyozidi, zile kelele zilidi kuja upande wa kule aliko yeye. Hazikupita dakika hata 2, alishangaa kumwona jamaa mmoja anaingia kasi ndani ya lile jumba bovu. Baada ya hapo yule jamaa aliangaza huku makule, alienda kwenye kona na kuweka boksi ambalo ndani yake kulikuwa na TV. Baada ya hapo yule jamaa alichomoka fasta kwa kutumia dirisha. Yaani kilikuwa ni kitendo cha sekunde jamaa kufanya hivyo. Kambona akiwa anashangaa huku haelewi mambo gani yanaendelea, mara kundi la watu wakiwa wanapiga nduru za kuitia mwizi walizama mule ndani ya pagala, kila mtu akiwa na silaha yake. Hakika ilikuwa bahati mbaya kwa kijana Kambona, maana baada ya lile kundi la watu kuingia mule ndani, walimkuta Kambona yeye ndo akiwa anashangaa. Huyu hapa, jamani, mwizi huyu hapa kakamatwa, tunaua. Kambona akiwa anashangaa, mara alishituka anavambiwa na kuanza kushushiwa kipigo kikali. Jamani, yeye alikuwa kavaa tisheti nyekundu, sio huyu. Basi kuna mama aliingia mule ndani baada ya kuona Kambona anapigwa, aliingilia na kumtetea. Mama, mwizi waga hawi mmoja, hawa madogo ndo wanaochoresha madili, alafu wakubwa wanakuja kuiba, wote ni wezi. Basi kuna jamaa aliongea kwa mizuka huku mate akiwa yanamtoka. Kambona alipata ujasiri wa kujielezea baada ya mama yule kuingilia kati, ila Kambona maelezo yake yalionekana ya uongo na unafiki mara baada ya boksi lililoibiwa kukutwa kwenye kona maeneo yale yale. Kipigo kwa kijana Kambona kilianza upya, yaani kila dhana ambayo ilistahili kwa muda huo ilishuka mwilini mwa kijana Kambona. Muda huo alikuwa kabebwa na kupelekwa sehemu ya uwazi, yaani ni tairi ya gari na mafuta vilikuwa vinasubiriwa tu ili kijana Kambona ateketezwe. Basi baadhi ya watu wenye huruma na mioyo miepesi walipiga simu kituoni kisirisiri ili dogo asijeteketezwa, maana Kambona pamoja na kwamba mwili ulikuwa umekomaa, ila alikuwa na mwili mdogo. Kwa hiyo kila aliyemtazama aligundua ni mtoto, na hiyo ilifanya watu wengi wamuonee huruma, haswa wa mama. Mafuta na tairi vikiwa vinafika kwa ajili ya kijana Kambona ateketezwe, dakika ile ile defender ya askari ilifika eneo la tukio na kumwokoa kijana Kambona. Raia wenye mioyo migumu na waliochoka kuibiwa hakika walikasirika kwa kitendo cha askari kufika pale. Yaani mawe tundo yalisindikiza gari la askari wale wakiwa wanaondoka. Muda huo tayari kijana Kambona alikuwa kazimia kwa kile kipigo ambacho alikuwa akakipata. Ilimchukua wiki nzima Kambona kurudiwa na fahamu zake za kawaida, huku akiwa kabandikwa bandeji kila sehemu ya mwili wake, maana alikuwa kapigwa hovyo na kukatwa na vitu vyenye ncha kali kila sehemu. Hata hivyo, ilikuwa ni bahati mno kwa kijana Kambona kusalia hai. Matibabu yaliendelea kwa kijana Kambona mpaka wiki 3 zilikatika, na askari walishangaa hakuna ndugu hata mmoja wa kijana Kambona ambaye alijitokeza. Basi askari ilibidi wamhoji kijana Kambona kuhusu familia yake. Pamoja na stori ya kusikitisha ambayo Kambona aliwasimulia askari wale, hiyo haikuzuia kwa yeye kupelekwa mahakamani ili kesi yake ikasikilizwe. Na bahati mbaya, Kambona alikuwa kakutwa na ushahidi ukiwa unathibitisha kwamba aliiba. Baada ya siku kadhaa kupita, Kambona alipandishwa mahakamani kwa kosa la kuiba.
Kutokana na kwamba ushahidi ulikuwepo, kila kitu kilikuwa peupe kabisa, kijana Kambona hakupewa hata nafasi ya kujitetea. Alikutana na rungu la kufungwa miaka 5 au kulipa faini milioni 2. Japo pesa ilikuwa ndogo kulingana na miaka aliyotajiwa, ila Kambona alijikuta anachagua kwenda kutumikia kifungo cha miaka 5 kwa sababu hizo pesa kwa upande wake ilikuwa ni mbingu na ardhi. Japo pesa ilikuwa ndogo kulingana na miaka aliyotajiwa, ila Kambona alijikuta anachagua kwenda kutumikia kifungo cha miaka 5 kwa sababu hizo pesa kwa upande wake ilikuwa ni mbingu na ardhi. Maisha mapya kwa kijana Kambona akiwa gerezani yalianza na bahati mbaya. Kwake hakupelekwa gereza la watoto kama ilivyo kawaida, alipelekwa gereza la watu wazima. Hakika maisha ya Kambona yalikuwa ni kitendawili kikubwa. Kijana Kambona tangia aanze kujitambua katika maisha yake, alikuwa hajui kitu kinaitwa furaha, na alikuwa akiona watu wanaongea na kucheka, anashangaa kwa sababu yeye tangia azaliwe alikuwa hajawahi pata rafiki hata wa kucheka naye, wala kupata muda wa kufurahi na kucheka. Mazingira ya pale gerezani kwa kijana Kambona kwa siku za mwanzoni yalikuwa magumu mno, kutokana na kwamba alikuwa hajazoea. Ila kadri miaka ilivyozidi kwenda, Kambona alijikuta anazoea ile hali na alianza kupata marafiki wa kuongea nao. Bahati nzuri kwa Kambona, kutokana na umri wake, alijikuta wafugwa wengi wanamjali sana mle ndani, haswa wale ambao walikuwa wameacha familia nyumbani na watoto wenye umri kama wa Kambona, yani walimchukulia kama mwanao. Kambona alijikuta anaanza kuwa na amani na furaha kwa mara ya kwanza katika maisha yake, japokuwa alikuwa yupo gerezani. Ilikuwa ni siku ya Jumapili ambapo siku hiyo wafungwa walikuwa wanakuwa huru kucheza baadhi ya michezo na kufanya usafi, huku wale wenye imani wakienda sehemu ya kusalia. Kambona kwa kuwa alikuwa hana cha kufanya, alienda sehemu ambayo wale wenye imani ya Kikristo walikuwa wanakutana. Basi alikuta baadhi ya wafungwa wenzake wanaendelea kuimba nyimbo za kuabudu, huku wengine wakiwa wanatiririsha machozi ya kutosha. Kambona tangia afike pale gerezani, aliamini yeye ndo pekee aliyeingia mule ndani kwa kuonewa na kusingiziwa. Ila baada ya kuingia kwenye ile ibada na kuona watu jinsi wanavyoimba kwa hisia na kumwaga machozi, alijikuta anaanza kuamini kwamba huenda kila mtu aliyepo pale kaonewa. Yaani alikuwa haonekani nani mbaya na mwema, maana kila mtu alikuwa kaweka sura ya unyenyekevu. Basi mchungaji maalumu aliyeandaliwa alifika na aliomba mfungwa mmoja ombe kwa ajili ya kukaribisha mchungaji. Kambona alibaki katumbua macho huku akiwa anafumba na kufumbua kama anachokiona ni kweli ndo kilivyo. Kambona kwa macho yake mawili alimuona yule mwalimu mkuu ambaye alihamishwaga kipindi cha nyuma katika shule ambayo yeye alikuwa anasoma. Hakika mshangao ulikuwa ni mkubwa mno kwa Kambona kuona mwalimu yupo gerezani, maana tangia utoto wake aliamini watu wanaofungwa gerezani ni wale mambumbu ambao hawajasoma. Mwalimu Mwenda? Kwa mshangao ule, Kambona alijisahau kama yupo kwenye watu wengi, alijikuta anatamka jina la mwalimu yule tena kwa sauti. Kambona alijishtukia baada ya kuona watu wote wamemgeukia kumtazama kwamba kapatwa na nini. Hata yule mwalimu ambaye alikuwa anaomba alishangazwa kuitwa jina lake, maana hapo gerezani hakuna ambaye alikuwa anamfahamu jina lake wala aliyekuwa anafahamu kama ni mwalimu. Kutokana na ule mshangao, mwalimu yule aliacha mpaka kuomba na kutazama nani kamuita. Ilikuwa ni maajabu kidogo hata kwa mwalimu yule mara baada ya kumwona Kambona mule gerezani, kwa sababu katika imani yake alikuwa anaamini kijana yule ashaendaga kusoma nje za nchi. Basi ibada iliendelea na hatimaye ilifika tamati. Muda huo Kambona alikuwa na shauku mno ya kutaka kujua kwa nini mwalimu yupo pale gerezani. Vivyo hivyo naye mwalimu yule alikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua. Basi wawili wale walikutana huku wakiwa wanashangaana haswa. He, Kambona, hivi ni wewe au unafananisha? Mwalimu ni mimi, ndiyo Kambona Belina, umenisahau? Kijana Kambona alitaja jina lake kwa ufasaha, na kijana huyo alikuwa anatumia jina la mama yake kama jina lake la ukoo kwa sababu alikuwa hamjui baba yake. He, ilikuwaje ukaacha shule na huko hapa? Na vipi kuhusu kwenda kusoma nje za nchi? Mimi nilijua umeenda, maana nilisikia taarifa kwa vyombo vya habari kwamba mishaenda na jina lako nililiona. Du, walienda? Mwalimu, mimi hata sijui kama walienda, maana ulivyohama tu wewe haikuchukua muda nilifukuzwa shule bila sababu. Kambona alishangaa mno kusikia wenzake walienda kusoma nje wakati yeye hakwenda. Basi mwalimu Mwenda alisikitika mno, tena mno, maana kijana Kambona alikuwa na akili ya peke yake na kukosa nafasi kama ile ilikuwa ni kumkatili. Du,
wale wapuuzi watakuwa waliuza jina kwa mtu mwingine, na huu mchezo umekuwa kawaida mno. Ila usijali, huenda Mungu kakuandikia njia nyingine. Vipi sasa hapa gerezani umefikaje? Na kwa nini umeletwa hili gereza badala ya kupelekwa gereza la watoto? Mwalimu aliuliza. Basi kijana Kambona alianza kusimulia toka moja mpaka mwisho. Yaani alimsimulia kila kitu tokea mwalimu yule ahame kule kijijini mpaka pale alipo. Kitu ambacho Kambona hakusimulia ni kuhusu yale majanga yaliyotokea kule porini, maana aliona akisimulia basi anaweza kutana na mabalaa mengine. Mwalimu Mwenda baada ya ile stori aliishia kumpatia pole kijana Kambona. Basi ilibidi naye asimulie kile kilichofanya yeye afikishwe pale gerezani. Kutokana na maelezo aliyompatia Kambona, kesi ya mwalimu huyo ilikuwa ni kumjaza mwanafunzi ujauzito. Na sio kwamba alimjaza bali alisingiziwa tu, na hiyo ilitokana na misimamo yake. Mwalimu Mwenda alipohama kutoka shule ya kina Kambona, alihamia kwenye shule nyingine ambayo ilikuwa ipo kijiji kingine, ila alipofika huko, alikuta shuleni kuna mambo yanaendelea, yaani masuala ya kimila yalikuwa yamepelekwa mpaka shuleni. Ni kwamba wanakijiji wa eneo hilo walikuwa washakubaliana kwamba kwenye shule yao ni lazima ngoma za asili zifundishwe kwa watoto wote, na walikuwa wameweka watu maalum wa kufundisha. Mwalimu Mwenda alipofika, kutokana na msimamo wake na kutoamini mambo ya hovyo, zile ratiba za ngoma pale shuleni alifuta, maana aligundua wanafunzi wanazingatia na kupenda zaidi ngoma kuliko vipindi vya kawaida vya masomo. Kutokana na hali hiyo, wanakijiji walikasirika na pia wanafunzi wengi waliacha kwenda shuleni kwa sababu kitu ambacho walikuwa wanakipenda kilifutwa. Hali hiyo ilifanya Mwalimu Mwenda achukiwe na wanakijiji wote pamoja na baadhi ya walimu ambao walikuwa wanapenda tamaduni zile. Kitu hicho kilipelekea Mwalimu Mwenda kusingiziwa ujauzito kwa moja ya binti pale kijijini, na binti huyo alikuwa ashaacha shule muda mrefu, ila kutokana na hali ya ujauzito aliyoupata mtaani tu, waliona mwalimu yule apewe kesi, maana hata hivyo kijana ambaye alikuwa kumpatia ule ujauzito binti aliukataa. Hicho ndo kitu kilifanya Mwalimu Mwenda asimamishwe na kupelekwa gerezani, huku akiwa anasubiriwa mtoto azaliwe, ili vipimo vikafanyike kama kweli ni mtoto wa mwalimu yule ama la. Kwa hiyo mwalimu, wewe muda wowote utatoka? Kambona baada ya kupewa mkasa mzima aliuliza. Yes, akishajifungua tu yule binti mimi natoka, kwa sababu nina uhakika ule sio ujauzito wangu, mwalimu alijibu. Basi siku hiyo waliongea mengi mno, mpaka Kambona alijikuta anatamani kusimulia lile tukio la kule porini, ila kuna akili ilimwambia tuliza hilo komwe. Siku hiyo ilipita, hatimaye siku zingine na miezi kadhaa ilikatika, huku rafiki mkubwa wa Kambona mule gerezani akiwa ni Mwalimu Mwenda. Baada ya miezi kadhaa, mwalimu yule aliachiwa na haikueleweka nini kiliendelea. Kambona alizidi kula msoto wa mule gerezani, japo tayari alikuwa kazoea maisha ya mule. Muda hausimami, hatimaye miaka 5 ambayo kijana Kambona alikuwa kapangiwa iliisha, na kijana Kambona alikuwa kajiapia kutokaa tena mjini, maana aliona mjini kuna mabalaa, ni bora zile heka za kule kijijini kwao. Yaani alikuwa kila akikumbuka kile kipigo na kunusurika kuchomwa, basi mwili wake unasisimuka. Kwa mara nyingine, hatimaye Kambona alirudi uraiani, huku akili yake ya kwanza ikiwa ni kurudi kijijini, maana aliona huko walau kuna hata vibarua vya kufanya, japokuwa maisha ya huko yalikuwa ya kutengwa. Safari ya Kambona ni ndefu katika maisha. Je, atafika?